Kwanza nikwambie toka Jemedali Saidi mwana Kazumari toka kuwa CEO nadhani hajaondoka wa JKT ameshaondoka, amemaliza mkataba. Basi athari zake bado zipo. JKT haijawahi kuwa nyepesi, sababu Mwamba ni mtu wa mpira kweli kweli, anafahamu fitina za mpira, anaufahamu mpira na ucheza. Na nikwambie mimi binafsi nashawishika sana kumsikiliza. Naamini ili nisonge mbele lazima kinywa cha Jemedali Saidi kiwe changu mimi. Ni role model. Yeye Maestro Ibrahim, mimi napenda kusikiliza legend. Umenielewa eh? Hata Edo Kumwembe ambaye Manara anamuita Yanga anacheka tu. Sina shida, lakini kwa sababu ni legend kuna vitu wanavyo huwa nawasikiliza. Sasa miongoni mwa timu ambazo zikiamua kuuma meno unaenda kupata mechi ngumu, na ni mara pili nazungumza naye ni JKT. Tofauti na hivyo yatatokea makosa ya kawaida ambayo yanamwadhibu mtu yoyote. Anaadhibiwa Simba, ataadhibiwa Yanga au yoyote. Hayo na wao wataadhibiwa kwa sababu wachezaji wao wakiyafanya, lakini unaenda kupata mechi ngumu chini ya mwamvuli wa JKT. Isipokuwa nashawishika kuona ushindi kwa quality ya wachezaji walikuwa Simba. Namna wachezaji walikuwa Simba. Yaani Simba na wachezaji wanasema saa ngapi tunataka matokeo, tunataka yaweje. Turudi leo, kuna mchezo wa ligi kuu Tanzania bara dhidi ya JKT Tanzania, wenye nyumba leo wakiwa wageni wa mpangaji, mchezo ambao haujawahi kuwa rahisi kwa upande wa Simba. Hii unaizungumziaje? Kwanza nikwambie toka Jemedali Saidi mwana Kazumari toka kuwa CEO nadhani hajaondoka wa JKT ameshaondoka, amemaliza mkataba. Basi athari zake bado zipo. JKT haijawahi kuwa nyepesi, sababu Mwamba ni mtu wa mpira kweli kweli, anafahamu fitina za mpira, anaufahamu mpira na ucheza. Na nikwambie mimi binafsi nashawishika sana kumsikiliza. Naamini ili nisonge mbele lazima kinywa cha Jemedali Saidi kiwe changu mimi. Ni role model. Yeye Maestro Ibrahim, mimi napenda kusikiliza legend. Umenielewa eh? Hata Edo Kumwembe ambaye Manara anamuita Yanga anacheka tu. Sina shida, lakini kwa sababu ni legend kuna vitu wanavyo huwa nawasikiliza. Sasa JKT imewekwa kuwa imara sana hapa katikati. Miongoni mwa timu ambazo zikiamua kuuma meno unaenda kupata mechi ngumu, na ni mara pili nazungumza naye ni JKT. Tofauti na hivyo yatatokea makosa ya kawaida ambayo yanamwadhibu mtu yoyote. Anaadhibiwa Simba, ataadhibiwa Yanga au yoyote. Hayo na wao wataadhibiwa kwa sababu wachezaji wao wakiyafanya, lakini unaenda kupata mechi ngumu chini ya mwamvuli wa JKT. Isipokuwa nashawishika kuona ushindi kwa quality ya wachezaji walikuwa Simba. Namna wachezaji walikuwa Simba, yani Simba na wachezaji wanasema saa ngapi tunataka matokeo, tunataka yaweje. Yani Simba hii namna inavyopushi, kama utaipangia mechi na Simba ya Steven nickname mlikuwa unamuita Kishingo au sio? Si tumuite hivyo hivyo kwa sababu ndo maarufu. Ulikuwa unaweza kupata mechi ukadhani inacheza kati ya Brazil na Argentina, kwa sababu ni Simba ambayo kwanza haikai nyuma, yani hatujawahi kuzuia. Labda kuna muda tuamue tukuachie ili utupe njia rahisi ya kwenda. Hilo jambo la kwanza. Kwa hiyo na uona ushindi kutoka kwa Simba katika mechi, ingawaje tumekuwa sasa na ligi ngumu. Sababu kabla ya mchezo huu maana yake tuko 43 kwa 43 na Azam. Tofauti ya mchezo mmoja ambao beni letu na Yanga limekuwa 5 wote. Tukicheza mchezo sisi tutabaki 5, watarudi 8. Kwa hiyo na tuna imani sasa ligi inakwenda kuwa nzuri kwa sababu Azam mwenyewe naye ni miongoni mwa wanaonyang'anyia ile kombe. Simba ukikosea umempisha nafasi ya pili, akikosea Yanga akamsogeza. Maanake anatakiwa akampe mechi ngumu Yanga ili mradi ampunguze gap amlete chini. Hapa kinyang'anyiro kiendelee. Kwa hiyo sina pressure. Nimeona kwanza ligi inaenda kuwa ngumu na tutaenda kupata bingwa wa ligi ngumu, lakini juu ya Simba na mwalimu Steve Barker kwake sijawahi kuona kinachoharibika. Ibaki idhini ya Mwenyezi Mungu ambayo siwezi kuizungumzia. Wakati mchezo umemalizika wa dabi ya Kariakoo ambapo sare ya 2-2, Steve Barker alisema miongoni mwa vitu ambavyo vimepelekea kuto kupata alama 3 ni kukosekana kwa winga mahiri sana katika kikosi chake Anicet Eura, lakini amerejea na tayari ameanza mazoezi mepesi. Endapo atakuwa sehemu ya mchezo, nini anakwenda kuongeza? Anicet Eura ni wachezaji 3 mpaka 2 wa timu pinzani. Hiyo ndo sifa yake kubwa.
Yaani uwepo wake katika uwanja anapunja timu nyingine kuwa na wachezaji wachache. By number tutakuwa wote 10. Lakini wakati yeye ana mpira mawili ili uchukue ucheze faulu, kwa sababu mpira sasa katika dunia ni mipira mingi ya kutengwa sana ndio inafungwa. Ndio maana watu wanashangaa Simba kufunga magoli rahisi nje ya mipira ya kutenga. Dunia inategemea sana, atakupa hizo faulu nyingi ili wapiga faulu wao watengeneze mazingira kupata magoli kiwepesi. Cha pili, anaweza kuenda na zaidi ya mchezaji mmoja. Maana yake nilisema juzi na napenda kusema hamna mwalimu duniani hataki wachezaji ambao anaweza yeye kuofa kitu zaidi ya mchezaji mmoja. Yaani wewe huwezi kunichukulia, ni lazima ushirikiane na mwenzio. Nikisimama mimi, nyinyi mkaja wawili, mantiki yake nyinyi huku mmebaki 8-9. Umenielewa vizuri? Kwa hiyo mimi nikifanikiwa kupiga pasi wakati nyinyi wawili mpo, naye ukampa mwanamume mmoja anaitwa Gwe, naye akafanyeje, akabaki na watu wawili, tayari wamekuwa wachezaji 6-8. Umenielewa sijui? Sasa ukiwa na wachezaji wa namna hiyo unaweza kupata matokeo kiurahisi, kwa sababu kila muda wao katika uwanja wanawapunja wapinzani, mpira wanabaki na wao na wao wanakuwa wengi kuliko wapinzani. Kwa Anicet Yaura ukiwa naye, maana yake una wachezaji wawili kwa mmoja katika uwanja. Sasa itakurahisishia sana, na mimi ombi langu ni hilo, wapone mapema, sababu sisi ili tuwe mabingwa tushinde mechi hizi zetu zote zilizobaki 10. Neno lako kwa wachezaji Simba wana mtihani wa kuto kushinda mechi nyingi mfululizo, kwa maana tangu msimu huu umeanza Simba hajashinda hata mechi 5 mfululizo. Amekuwa na matokeo ambayo hayana mwendelezo mzuri, wakati huu ambao mbio za ubingwa zimeanza kupamba moto zaidi na zaidi. Nini wanapaswa kufanya sasa wachezaji kuelekea michezo hii kuhakikisha kwamba lolote linaweza kutokea mwishoni mwa msimu? Kwanza mimi nikukumbushe, Simba alikuwa anaweza kushinda mechi zote hata 5, 6, 7, lakini kuna muda tunasahau. Kuna watu wanadhani sisi tutajadili tu katika matokeo. Sasa mimi siwezi tukujadili kwenye matokeo, sababu siwezi kuhofia hayo mambo. Simba hapa katikati kuna mechi alikuwa anakwamishwa kwa lazima. Umenielewa vizuri? Jambo ambalo mazingira ya viwanja, uamuzi wa kipumbavu ni uite hivyo, kwa sababu siwezi kuupa cheo chingine chochote. Hata nikisema wakijinga nimeupa cheo, ni wa kipumbavu tu. Ulikuwa unawanyima Simba matokeo, lakini sioni tena hilo. Sioni tena kwa sababu muda uliobaki Simba, watu waliobaki nao ni watu ambao wakiamua kuuma meno atagawa mechi ngumu kweli kweli kutoka kwa watu. Na ukweli usiopingika, hata hao waliopata sare ifika wakati walipongezana akiwa wachezaji wakasema hapana, mmetutengenezea maumivu makubwa. Kwa hiyo si hatuko tayari kuona, ni bora tukose ubingwa kwa sababu tulipambana kuliko tukakosa ubingwa kwa sababu fulani anataka nini. Sasa tunapokwenda, mimi sina shaka, ila mimi nitoe wasaa tu kuwasia kwa wachezaji kwamba wachezaji wajitume mara mbili ya hivi, kwa sababu hivi kujituma ni katika wao wameamua, hamna mtu aliwashauri. Hii ni timu tutaipambania na tufanye, basi wakijituma mara mbili zaidi ya hivi, sisi tutaendelea kupata furaha. Kwa nini? Kwa sababu sasa sisi tunanenepa, sisi tuna amani, tunanenepa, tuna raha, hatuimbiwi tena tarabu. Watani wamekata tena, hamna tarabu, hausikii. Kuna mtu mmoja anaitwa Nasoro Yanga, hata akili nzuri ana. Sasa hii weke wala usogope Nasoro Yanga, akili kapata. Akili nzuri ana. Yaani yule ndo alikuwa anasema, yani Simba mwembe wetu wa nyuma tunatikisa. Nimemsikiliza hapa katikati kote, sije kusikia uchafu wake anazungumza. Heshima imekuwa ana adabu kweli kweli, ukasema anaenda msikitini kutoa mawaidha. Kimya. Unafahamu masiala na baka bwana. Acha kabisa. Mimi nikushukuru sana. Bana, asante sana.